miongoni mwa matunda makuu ya muungano wetu ni kuendelea kuwepo kwa umoja wa Watanzania na kudumu kwa amani katika nchi yetu. Hakika hizi ni tunu muhimu ambazo sote tuna wajibu wa kuzilinda na kuzidumisha. Umoja wa Watanzania unatoa nafasi pana kwa wananchi wa pande zote mbili za muungano kunufaika na fursa mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika hali hiyo, hakuna mwananchi hata mmoja hapa Tanzania anayekosa faida za kuwepo kwa muungano huu kwa namna moja ama nyingine. Aidha, amani ya Tanzania ndio msingi mkuu wa maendeleo tunayoyapata katika sekta zote. Kwa mnasaba huo, hatua hii ya ujenzi wa miundombinu ya barabara tulioiwekea jiwe la msingi leo na utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo ni matokeo ya kuendelea kuwepo kwa amani katika nchi yetu. Amani tulionayo ndio inayoiwezesha serikali kupanga na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Hivyo nichukue fursa hii kutoa wito kwa Watanzania wenzangu, tuendelee kulinda na kudumisha amani tulionayo ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo. Kwa kuzingatia kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, sote tutumie haki yetu ya kuchagua viongozi na kuhakikisha uchaguzi huo hauwi chanzo cha kuhatarisha amani tulionayo. Tuzingatie kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi, na hivyo tuendelee kuweka mbele maslahi ya nchi yetu kwa kudumisha amani. Mheshimiwa Daktari Samia amefanya makubwa kwenye sekta zote: afya, elimu, maji, hata barabara zilizoko chini ya TARURA. Miradi ya DMDP awamu ya pili imeanza kutekelezwa kwenye maeneo karibia yote, majimbo yote ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Mimi jimboni kwangu Ukonga iko barabara maarufu inaitwa Banana Kivule Kitunda Msongola. Barabara hii mbunge wa jimbo lile hata akiposti taarifa za msiba, lazima mwananchi atakuja kumwambia acha mambo ya kulia msiba, njoo nyega barabara Kivule. Ndani ya miaka minne ya Daktari Samia ametenga zaidi ya shilingi bilioni 32. Hivi ninavyozungumza mkandarasi yuko site, na barabara ile muda mchache ujao itakuwa ni historia. Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii kukaribisha Dar es Salaam na kwanza kukupa taarifa kwamba mkoa wa Dar es Salaam upo shwari sana. Wapo baadhi ya watu jana wameniuliza sana kwamba mbona askari wengi sana barabarani. Tukawaambia hiyo ndiyo fahari ya muungano na ndiyo fahari ya kutimiza miaka 61 ya muungano wetu. Pigeni makofi mengi sana. Lakini wapo wengine, Mheshimiwa Rais, walijinasibu wanataka kukinukisha. Lakini mimi kama mtaalamu wa lugha nikawaza kwamba hauwezi kukinukisha kama huko tayari kunuka. Ni lazima uwe tayari kutoa harufu ili ufikishe mission ya kuweza kukinukisha. Lakini Mheshimiwa Rais, mpaka leo sijaona aliyekuwa tayari yeye kukinukisha. Kwa naamini kwamba mkoa wa Dar es Salaam bado uko kwenye mikono salama mpaka sasa. Hebu pigeni makofi mengi sana. Lakini pili, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wetu wa Baraza la Mapinduzi, ni heshima kubwa sana haya yote yanatokea chini ya mikono salama ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mimi kama mkuu wa mkoa na wenzangu wakuu wa wilaya walioko hapa pamoja na viongozi wote wa serikali tumedhamiria kuendelea kuilinda amani ya mkoa huu, na kwamba hakuna hata mmoja atakayejaribu au kufanya lolote kuiharibu amani iliyopo. Barabara kutoka Kibada Mwasonga Kimbiji yenye urefu wa kilomita 41, utekelezaji wake umegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, yani package 1, ni sehemu ya barabara kuanzia Kibada hadi Songani yenye urefu wa kilomita 26.7, na sehemu ya pili inaanzia Songani kupitia Kijaka hadi Kimbiji yenye urefu wa kilomita 14.3. Ujenzi wa sehemu zote hizi mbili
za mradi huu zinatekelezwa kwa pamoja, na kazi ya ujenzi ilianza tarehe 10 mwezi Aprili mwaka jana 2024 na ilipangwa kukamilika tarehe 9 mwezi Desemba mwaka huu. Hata hivyo, kutokana na sababu mbalimbali za kimkataba, mkandarasi amewasilisha ombi la nyongeza ya muda wa mkataba wa miezi 5, ambalo mkataba huu mkandarasi ni kampuni ya Estim Construction Company Limited